Ufaransa inapanga kulitambua taifa la Palestina ndani ya miezi kadhaa na inaweza kuchukua hatua hiyo katika mkutano wa Umoja wa Mataifa mjini New York mwezi Juni kuhusu kutatua mzozo kati ya Israel na Palestina. Rais Emmanuel Macron amesema siku ya Jumatano, lazima tuelekee kutambuliwa na tutafanya hivyo katika miezi ijayo. Macron ambaye wiki hii alitembelea Misri aliambia televisheni ya France 5. Lengo letu ni kuongoza mkutano huu na Saudi Arabia mwezi Juni, ambapo tunaweza kukamilisha harakati hii ya utambuzi wa Palestina na vyama kadhaa, aliongeza rais huyo wa Ufaransa Bwana Emmanuel Macron. Nitafanya hivyo kwa sababu ninaamini kwamba wakati fulani itakuwa sawa, na kwa sababu pia nataka kushiriki katika mienendo ya pamoja ambayo lazima pia kuruhusu wote wanaoitetea Palestina kwa kuitambua Israel kwa zamu, jambo ambalo wengi wao hawalifanyi, aliongeza rais huyo wa Ufaransa. Utambuzi kama huo ungeruhusu Ufaransa kuwa wazi katika vita vyetu dhidi ya wale wanaonyima haki ya kuishi kwa Israel, ambayo ni kesi ya Iran, na kujitolea kwa usalama wa pamoja, aliongeza. Ufaransa kwa muda mrefu imekuwa ikitetea suluhu la mataifa mawili katika mzozo wa Israel na Palestina, ikiwa ni pamoja na baada ya shambulio la Oktoba 7 mwaka 2023 ambalo lilifanywa na wanamgambo wa Kipalestina Hamas dhidi ya Israel. Lakini kutambuliwa rasmi na Paris kwa taifa la Palestina kungeashiria mabadiliko makubwa ya sera na hatari za kuipinga Israel, ambayo inasisitiza kuwa hatua kama hizo za mataifa kigeni ni mapema sana. Huko Misri, Macron alifanya mazungumzo na Rais Abdel Fattah el-Sisi na mfalme wa Jordan Abdullah wa pili. Hata hivyo, mataifa mengi katika bara la Ulaya hayakutaka kulitambua kwa siku nyingi taifa la Kipalestina, na hii imekuja kusababisha Israel kupata nguvu kubwa ya kuweza kufanya mashambulizi mara kadhaa huko nchini Palestina, hasa katika maeneo muhimu ikiwa ni pamoja na ukanda wa Gaza. Nchi kadhaa za Ulaya zinasonga mbele kwa kutambua rasmi kuwepo kwa taifa la Palestina, lakini hazitashinda ukweli kwamba tamaa hiyo bado inakabiliwa na vikwazo vikubwa kutokana na mataifa makubwa kama vile Marekani, ambayo wakati fulani hupiga kura ya turufu ya kutokulitambua taifa hilo la Wapalestina. Hata hivyo, hatua za Ireland, Uhispania na Norway zilizotangazwa kwamba wanalitambua rasmi taifa la Palestina zitaweka shinikizo kwa nchi zingine barani Ulaya, ikiwa ni pamoja na Uingereza, Ufaransa na Ujerumani. Na wakati huu Ufaransa tayari imeshaingia katika kutaka kulitambua taifa hilo la Palestina. Hii ni muhimu sana na inaonyesha kwamba watu wa Ulaya wameshaanza kukataa udhalimu unaofanywa na Israel, na inaweka shinikizo kwa Umoja wa Ulaya kufuata mkondo huo na kutambua rasmi taifa la Wapalestina. Lakini mawaziri wa Israel wamesisitiza mara kadhaa kuwa hii itatia moyo Hamas na kuwazawadia ugaidi, na hivyo kupunguza zaidi uwezekano wa kupatikana kwa suluhu kwa mazungumzo. Nchi nyingi takribani 139 kwa ujumla zinalitambua rasmi taifa la Palestina. Tarehe 10 Mei mwaka 2024, wajumbe 143 kati ya 193 wa mkutano mkuu wa Umoja wa Mataifa walipiga kura ya kuunga mkono pendekezo la Wapalestina la kutaka wanachama kamili wa Umoja wa Mataifa na kutambuliwa kama taifa rasmi, jambo ambalo liko wazi kwa mataifa mengine. Basi mtazamaji, tuendelee kusubiri ni nini ambacho kitafanyika juu ya kulitambua rasmi taifa hili la Wapalestina, ambalo miaka iliyopita tangu mwaka 1948 tangu kuundwa kwa taifa la Waisrael, Palestina haikutambuliwa na ilitambuliwa tu kama mamlaka, na ndivyo ambavyo inafahamika kwamba ni mamlaka ya Palestina. Basi endelea kuwa nasi na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.